labda regardless kwamba content zako labda ni educational, labda ni funny au za kibiashara, hapana. Wao wanakulipa kutokana na views ambazo utafikisha. Afu kigezo cha pili ni wewe una ujuzi gani sasa. Kwenye jamii una solve matatizo gani? Ushanielewa eh? Kwa sisi wengine tumejiwekeza zaidi kwenye kuwasaidia wafanyabiashara kama ku manage account zao, ndio kwenye kuwasaidia kurusha matangazo, kuwasaidia kwenye kutengeneza maudhui ambayo ya kuongeza mauzo. Mauzo haya kwa ajili ya kukuza account. Tukiachana na ujuzi huo, Facebook kama Facebook ni platform ambayo inalipa vizuri sana. Ya pili, kwenye platform ambayo ya pili ambayo inafanya malipo mazuri ni upande wa YouTube. Kutengeneza account kule. Hapo Ken hapo ni pazito hapo. Huko YouTube ndio inahitaji kidogo uwe na skills nzuri, ujuzi ambao utulize akili. YouTube inabidi uwe na strategy ambayo una mbinu nzuri za kufikisha kwenye soko. Tunaomba hizo mbinu. Nataka uingie vitani haswa. Kwenye algorithm ya YouTube ni tofauti na Facebook. Algorithm ya YouTube kidogo inabidi kuna mikakati ambayo ukiwezesha vizuri. Kwanza kule kigezo cha kimoja hapo cha kulipwa uwe na followers kuanzia 1000. Kigezo cha pili uwe na views kuanzia 10,000. Kwenye upande wa YouTube. Wa YouTube. Ndio wanaanza kukupa mzigo. Kule ndio wanaanza wanakuona huyu yuko serious. Kwa wanaangalia hizo watching hours, wanaangalia idadi ya subscribers kwenye channel yako. Kwa ukiona una content ambazo ni nzuri, zinasaidia watu wanakuja kwenye YouTube yako, unaweza kutengeneza pesa tu.